Leo bwana, tutaenda kusoma IDE. Jana tulicheki IDE kwa ufupi, kile utaenda kucheki IDE na ikiwezekana leo tutainstall IDE environment, environment, integrated development environment. Tutaenda kujifunza ni kitu gani. Hata tuliangalia jana, lakini leo tutaenda pia tutainstall. Kama muda utatosha, tutaandika kodi, sio mbaya. So what is IDE? IDE kwa kirefu tunaita ni integrated development environment. Kiuhalisia, programming is complex. Programming ni complex. Yani kufanya programming ni very complex. Kwa inahitaji msaada, inahitaji vitu vya kumsaidia programa aandike programming kiurahisi. So you need IDE to make programming life easier. Kwa hiyo bila hii tool kazi yako ya programming inakuwa ngumu. Sawa? Kama ni kitendea kazi cha programu. Okay? Kwa hiyo kinamsaidia programa kuwa na fanya kazi efficiently na productive. So katika ulimwengu wa C programming tunatumia IDE inayoitwa Visual Studio. Tuliangalia jana. Kwa Visual Studio is the most used IDE for C+ programming. C# programming. So Visual Studio community is free. Kwa hiyo Visual Studio ndio inayotumika sana katika C# programming na ina flavor tofauti tofauti. Moja kati ya flavor inaitwa Visual Studio Community. Hii ni free, feature rich and recommended for beginner. Kwa mtu anayeanza unashauriwa kutumia hii tool flavor ya community. Lakini haimaanishi kwamba hakuna IDE nyingine zinazosupport C# programming. Zipo na jana tuliangalia. Moja yao tulisema ni Visual Studio Code na Rider kama unakumbuka. Rider kutoka JetBrains, Visual Studio Code kutoka Microsoft. Kwa Visual Studio Code ni moja kati ya IDE zinazo support C# program. So programmer iko intensively programmer work with intensively collection of tools help them to get their job done. Kwa hiyo programmer anafanya kazi na collection nyingi sana za tools ambazo zinamrahisishia kufanya kazi yake kumiliki. Na IDE ambayo ni an integrated development environment is a program that combines these tools together into a single application designed to streamline the programming process. Kwa hiyo ukisikia IDE ni program inayocombine hizi tools katika single application inayomsaidia programmer kufanya programming vizuri. Visual Studio. Visual Studio tumesema ni IDE, inakuja kwenye edition tofauti. Kuna edition ya community, kuna edition ya professional na kuna edition ya enterprise. Hizi hazina tofauti, ni majina. Community manake ni free, professional na enterprise sio free, ni free, sio free, ni free. Hazina tofauti. Kama unafahamu historia ya Microsoft, hizi na za Microsoft bwana, yeye ndio mtu wa kwanza kuleta masuala ya leseni kwenye software. Kwa hiyo lakini kwa kuwa sisi tunaanza tutafocus na community. Ni kama samani natumia mfano wa ajabu lakini ni kama
kama juisi ya flavor, pata flavor ya mango, flavor ya mananasi na flavor ya machungwa, lakini mwisho wa siku ni juisi hiyo ya nini, ya Azam. Kwa hiyo ni jina tu. Kwa community and professional edition have the same feature set. Kwa hiyo mtu anatumia edition ya community ya professional, zina feature zake ni sawa, lakini enterprise kwa ajili ya makampuni mara nyingi. Enterprise has a expanded set with some nice bells. Sawa. Okay. Ya. Kwa nasema hivi. Subiri kidogo. Subiri kidogo. Okay. Tuendelee. Sawa. Kwa hiyo Visual Studio zina edition tatu, kuna community, kuna professional, kuna enterprise. Nimesema community na professional ni kama kitu kimoja, zina features zinafanana, lakini enterprise has a expanded set with some nice bells and whistle at extra cost. Kwa hiyo hizi enterprise mara nyingi kwa ajili ya makampuni makubwa yale zinakuja. Kwa hiyo the difference between community edition and professional edition is only the cost and the license. Kwa tofauti ya hizi community edition na professional ni cost moja na ni free, nyingine ya kulipia na license yake. Sawa? Na experience pia. Okay. Installing Visual Studio. Tutaenda kuangalia jinsi ya kuinstall Visual Studio. You can download Visual Studio kutoka kwenye hiyo linki. Sawa? Kwa hiyo hii linki nitakutumia linki hii sasa hivi muda sio mrefu. Okay? Yeah, kama uko download na kutumia linki hapo sasa hivi natumia kwenye WhatsApp. Okay. Nimekutumia linki hiyo. Sawa? Yes. Subiri kwanza tukimaliza kwenye discussion hapa tutaonesha demo. Kwa hiyo sasa hivi iko version ya mwaka 2026. Kwa hiyo ukiklik hiyo link itakupeleka kwenye hii website. Sawa? Katika website tutakutana na hii button imesema get a free download. Tutaona jinsi ya kudownload kwenye site. So note that ukidownload hiyo Visual Studio haimaanishi kwamba una download software yenyewe, itadownload kitu kinaitwa installer. Kwa installer inakusaidia kudownload. Kwa hiyo haito download kwa sababu Visual Studio yenyewe ni kubwa na ina package, ina tools vingi. Kwa hiyo wao walichokifanya ukidownload na download kitu kinaitwa installer. Installer inakusaidia kuinstall nini? Tools. Kwa hiyo zetu tuangalie kwenye .net zile. .net vitu gani vyote vinapatikana kwenye installer. Na kama kesho kuna kitu kipya, maana yake una click tena installer, unaendelea kunini? Kwa hiyo installer kazi yake ni kuinstall tools. Kwa hiyo hii linki ukiklik tena itakupeleka kwenye kuinstall. Tutaangalia kwenye demo. Kwa hiyo the Visual Studio installer it lets you customize which component Visual Studio has installed. Kwa hiyo itakusaidia wewe kuinstall some components ambazo Visual Studio inahitaji. Okay. Okay. Once Visual Studio is installed, utamaliza kuinstall Visual Studio, you open it. Sawa? You may end up with a desktop icon, tutaangalia.
but you can always find it in the Windows Start menu under Visual Studio. Kwa baada ya kuinstall Visual Studio, sawa, unaweza baada ya kuinstall Visual Studio, okay, imeenda mbali sana. Okay, baada ya download Visual Studio installer, Visual Studio itakusaidia wewe kuinstall Visual Studio. So anytime you want to tweak available features, you will run the install and make the desired change. Kwa muda wote ukitaka kubadilisha feature fulani au kuongeza kitu au kutoa kitu kwenye Visual Studio, utarani hii installer. Kwa baada ya kuclick hii link, utadownload installer, install, tutaangalia. Alafu tutaangalia tukitaka kuongeza kwamba system unataka kufanya mobile application, una run installer, una install packages za mobile application. Kesho ndio kurani web, una run installer, una install packages za web. Kesho kutwa nataka kutoa za web, una run installer, una install za web. Kwa hiyo installer inakusaidia kuinstall. Pia hata Visual Studio yenyewe kuinstall pia. Kwa anytime you want to change anything, utairudia ile installer ambayo ulidownload hapa, utairun, utachagua unachokitaka, install, fanya hicho. Yeah, okay. Yes, hebu ngoje. Yapo. Yeah. Nilikuwa namaanisha kwamba baada ya kuclick hii link itatupeleka kwenye ile website. Kwenye ile website tu download kitu kinaitwa installer, tutakiangalia. Installer ni application inayokusaidia kuinstall Visual Studio itself. Okay? Ambayo components za Visual Studio utazinstall kupitia installer. Kwa hiyo muda wote ukitaka kudownload au kuinstall a certain feature kwenye Visual Studio, utarun installer, alafu kwa mfano nataka sasa hivi labda kufanya mobile applications, utarun installer itafunguka, utachagua mobile application, utainstall mobile application na tools zake. Kesho unataka kubadilisha, utakuinstall web, utafanya web, utarun installer. Kwa ndo jinsi walivyo itengeneza hiyo installer, kwamba sio kitu ambacho una install yote. Na hii inasaidia kwa sababu just imagine kwamba kila kitu ingekuwa kama kimoja. Maana yake kuna vitu unakuwa vitaki. Kwa mfano wewe utaki kufanya development ya mobile, lakini umeinstall na mobile. Kwa hiyo unafanya kompyuta yako inakuwa nzito. Kwa hiyo jamaa wakatengeneza installer ambayo unachagua unachotaka ukifanyia kazi. Kwa sababu system ndio ujifunze mobile, una install mobile kupitia installer. Kisha ndio ujifunze web, una install web kupitia installer. Ndio kazi ya installer. Zamani ulikuwa ukiinstall Visual Studio, ulikuwa unainstall kama the application liko complete. Lakini nikajagundua kwamba kuna watu wengine wana focus labda kwenye web, kuna wengine wana focus labda kwenye mobile, kuna focus kwenye games. Kwa akaona hakuna haja ya kuliweka lote. Fresh, unasikia? Kwa hiyo you can install anything you find interest. Taangalia kwenye hiyo installer kuna vitu vingi ambavyo viko interest, lakini we'll focus katika kitu katika hii course yetu tutafocus na component inaitwa .NET Desktop Development. Sawa? Hii katika installer ni component ambayo itatufanya sisi tujifunze C# programming kupitia Visual Studio. Sawa? Project yetu sisi ni .NET Desktop. .NET Desktop sio kama tutafanya desktop, lakini ina mazingira yote ya kujifunzia C#. Yeah. Kwa hiyo baada ya kuinstall hiyo utaipata kama unavyoipata application nyingine, uta search kwenye Windows Start menu na utakutana na Visual Studio 2026. Kwa hiyo Visual Studio ukishaingia tutaangalia, itakwambia login kwa kutumia Microsoft account. Sio lazima, lakini sometime inakusaidia labda kwa ajili kama unataka kusave vitu vyako online,
lakini sio lazima. Kwa hiyo if you are installing Visual Studio for the first time, utapata chance ya kuchagua settings mbalimbali, kwa mfano keyboard shortcut na color themes. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza umeinstall, utachagua hivyo vitu. Ingawa programmer wengi wanachagua dark theme, lakini sisi tutachagua theme nyeupe au nyeusi, sio issue. Lakini vyote hivi settings zote unaweza kuzifanya mwisho, unaweza kuzibadilisha baadaye. Ukisema hayo mzee baba, tukaangalie jinsi ya kuinstall Visual Studio. Okay? Jamaa hapa anakuambia let's go do what we do man. Sawa? So let's go and do it. Sawa? Aja. Okay. Mr. Mani, tunaenda kuangalia. Sawa. Na imani una kompyuta ya Windows, sawa? Kwa kuwa tunataka tufanye Windows. Usijali, kuna katika homework ya leo utakifanya ninachokifanya mimi baada ya hapo. Kwa hiyo kama una browser yoyote, kama ni Chrome au Microsoft Edge, inawezekana. Mimi natumia Chrome. Kwa hiyo utakuja click Chrome, utaandika Visual Studio, una search. Sawa? Kwa hiyo na nini yeyote, lakini nisikilize kwanza, utafanya baadaye. Sawa? Kwa hiyo utakuja search Visual Studio, sio Visual Studio Code, inaitwa Visual Studio IDE ya. Kwa ukiklik au ile link ambayo nimeshare na wewe, itafunguka hii website. Ikishafunguka hii website, okay, ikishafunguka hii website, utabonyeza get free downloads. Kama nilivyosema kwenye slide hii, itadownload installer. Kwa utaklik hiyo installer, itadownload installer hapo. Okay. Unaona imeandika Visual Studio installer. Sawa? Utasema yes, itafunguka. Okay. Muda kidogo itafunguka, itakwambia before you get started you need to set up a few things that you can configure. Sawa, continue. Continue, itafanya zile initial downloads, itadownload zile initial tunachotaka download. Kwa install nadhani nilivyosema, hii ni sio kwenye web. Hii ni application, ngani toa hivi. Hii hapa, hii ni application. Unaona application. Ina run, ni ile install. Baada ya kudownload pale utakutana na hii file, utairani na install. Kwa hapa ita initialize vitu. Baada ya initialize download na install. Kwa hiyo hii installer itakusaidia wewe kuinstall Visual Studio kama hujawahi kuinstall Visual Studio, na kama umeinstall Visual Studio tayari itakusaidia kuadi au kupunguza component ndani ya Visual Studio. Kwa hiyo at any time baada ya kudownload usitupe installer, mara nyingi inakaa kwenye downloads hapa. Hii hapa usitupe, maana yake utai-click. Ukisha i-click itafunguka na kuendelea. Sawa? Tupatie muda kidogo. Ikishafunguka hapo itakwambia kama kuna updates, uta-update. Sawa? Kuna update imetokea mpya, uta-update. Lakini sisi tutaacha. Itakuoneshea list ya component hizo download. Na hapo unakuta tayari nisha install Visual Studio. Kama bado utakuja kwenye available. Sawa?
utakuja hapo utakuja hapo, kwa mfano utainstall, ukikliki install itakwambia before update, before itaambia update, ita update, ngoja ifanye updation. Ukishamaliza kuinstall Visual Studio unaweza ukaipata kwa kusearch. Unakuja hapa una search, unaiona imeandikwa Visual Studio, lakini vile vile unaweza ukiclick na imeandika Microsoft Visual Studio, sawa, ambao ndio hii, na vile vile unaweza ukaipin hapa chini, sawa. Kwa hiyo ndio Visual Studio. Okay, tutaiangalia vizuri kwa undani ilivyo na vitu vyake na kila kitu chake. Okay, kuna swali? Hello? Kuna swali mpaka hapo? Basi kama hakuna swali tulishia hapa kwenye kuinstall. Yeah, yeah, yeah. Yeah, kwa hapa ndo mara mwisho sisi tuli yeah. Yeah. Kwa hiyo niko na shauri tuishie hapa, ukainstall hiyo Visual Studio. mm. 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 2026 actually. Au ni 2022? Basi haina shida kama 2022. Yaani na shida hizo hizo sababu hizi tumedownload 2026. Nadhani ni muda umepita sasa. Basi ndio hivyo. Kuna hiyo version mpya ya 2020. Kwa hiyo kama umeinstall hiyo sio mbaya. Kesho tutaendelea. Kesho tutaanza na programu yetu ya kwanza. Sawa? Kesho mzee baba, kesho ikifika tutaanza na programu yetu ya kwanza inaitwa Hello World. Tutaanza kutengeneza programu yetu ya kwanza. So mpaka sasa hivi tuna tools. Sawa? Kesho tutaangalia jinsi ya Visual Studio, jinsi ni kitu tutaifungua. Tutatengeneza project yetu ya kwanza, tutajifunza project ni kitu gani na tutaishia kukodi. Maana kesho kazi iliyokuwepo kesho ni kwanza kukodi. Okay? Basi kwa kusema hayo, wazungu wanasema let's call it nini? Day. Basi.